tayari kuwasaidia na kuwashika mkono, lakini sio tu kwenye michezo, katika sekta zote. Lakini tunapoelekea kutamatisha, mheshimiwa, nchi yetu inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kwa kifupi aliahidi kwamba ndani ya siku 100 katika uongozi wake kuna vitu kadha wa kadha ambavyo atavifanya, na wewe ni shahidi, umeviona akiwa amevitekeleza. Labda wewe una yapi ya kuyasema kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwanza nichukue nafasi hii kwanza kwa kumpongeza. Naam. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu alipotoa hotuba yake wakati anazindua kampeni kule Kawe, Dar es Salaam, alizungumza kwamba ndani ya siku 100 endapo Tanzania wataniamini, atafanya mambo mengi kadha. Sasa mimi nataka nizungumzie mambo machache tu. Moja, alisema ndani ya siku 100 atatoa ajira takriban ajira 12,000. Na kwa kweli tumeona na wewe umekuwa ni shahidi, kila tulipozunguka tunakutana na ajira mpya ambao watu wameajiriwa, walimu wameajiriwa, manesi na kadhalika. Kwa hiyo imekuwa jambo zuri sana, na amekuwa akitimiza ahadi yake mapema sana ndani ya siku 100. Lakini pia tumeona leo hii taharuki na yale mambo ya kuzuiwa miili kwenye hospitali imekuwa ni historia. Hata kama mtu ana mgonjwa amekaa kwa muda mrefu, amedaiwa shilingi nyingi, lakini miili imekuwa ikitoka, watu wanaenda wanazika, wanapata fedha, wanarudisha. Kwa hiyo ni hatua kubwa. Hii ya kuzuia miili ya marehemu ilikuwa inaleta taharuki kubwa sana nchini. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kumpongeza. Yako mengi ambayo yameanza kufanyika, lakini kwa ujumla kwa kweli ametimiza ahadi. Na mimi niseme tu kwenye ilani yako mambo mengi. Ukisoma ile ilani kuna mambo mengi. Kwa mfano kuna ilani ndani ya ilani kubwa, kuna ilani ndogo ndogo za kila mkoa. Mpaka sisi huku tuna mambo yetu mengi. Kwa mimi naamini yatatekelezeka, kwa sababu kwa kweli Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa mwaga fedha nyingi sana kwenye miradi ya maendeleo. Kitu ambacho kinanipa imani kubwa kwamba haya yote aliyoahidi atayatimiza. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan tangu alipochaguliwa kwa kishindo pamoja na mgombea mwenza wakati huo ambao ni makamu wa rais Daktari Emmanuel John Nchimbi. Wanafanya kazi kubwa, lakini na waziri mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba wanafanya kazi kubwa sana kusaidiwa na mawaziri mbalimbali. Kwa hiyo wananchi watulie, wawe na imani, mambo mazuri yanakuja. Tanzania nzuri inakuja, Tanzania ya maziwa na asali yajayo, wanasema kule Zanzibar, yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi kumpongeza tena na kumtakia kila laheri. Mwenyezi Mungu ampe afya njema, amjalie na uzima. Basi endelee kututumikia Watanzania, na sisi kama wabunge tunamuunga mkono na wananchi. Shukrani sana mfuatiliaji wa Snada TV, mpaka hapa ndio tamati ya mahojiano yetu kati yangu mimi na mbunge wa jimbo la Itigi Mheshimiwa Yohana Msita hapa katika ukumbi wa Pendameri Itigi. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV, nikiwa powered by Sangawe Glass and Aluminium, lakini bila kusahau Techno Tanzania, Royal Village Hotel na BioSustain. Mheshimiwa, shukrani sana na karibu tena. Mimi nakushukuru. Unajua mimi moja passion yangu pia nilikuwa natamani sana utangazaji. Kwa hiyo mimi mwanzo nilikuwa natamani sana kuwa natangaza hata mpira. Anakwenda pale anagonga kichwa pale 1 2 3 anakwenda. Yaani nilikuwa natamani. Kwa hiyo basi tu ni kwa vile mambo yakawa mengi nikashindwa kufanya utangazaji, lakini mimi nakupongeza na nawashukuru sana watazamaji. Au nifunge kipindi? Funga, karibu funga mheshimiwa. Naam, mpenzi mtazamaji wa Snada TV, mpaka wakati mwingine, ni ripota wako Yohana Msita, mtangazaji wa akiba. Asante. Shukrani sana.